Hello, ni matumaini yangu kwamba uko salama na unaendelea vizuri na majukumu yako. Leo ningetamani tufahamu kidogo juu ya nguvu za mwanadamu katika zama hizi za teknolojia. Mafanikio ya kweli na makubwa huwa hayaji kwa kile ambacho kila mtu anakiona, bali huwa yanakuja kwa kutambua kile ambacho wengi wanakipuuza. Na sasa tunaishi katika kipindi ambacho mashine zinajifunza kwa kasi kubwa kuliko binadamu, na hali hii imewafanya watu wengi kuwa na hofu kuhusu maisha yao ya baadaye. Na tunapojaribu kuiangalia sana teknolojia, tunagundua kwamba teknolojia inachukua kazi ambazo zamani zilihitaji nguvu na akili ya binadamu, na miongoni mwa kazi hizo ni pamoja na kutabiri, kuandika, kuhesabu na hata kutengeneza mawazo mapya. Ndiyo maana watu wengi wanahisi kwamba wameachwa nyuma na hawaelewi kabisa nafasi yao katika dunia hii mpya ambayo ni dunia ya kidijitali. Lakini katika mabadiliko haya yote kuna ukweli ambao ni muhimu na tunapaswa kuufahamu, kwamba teknolojia ina nguvu kwa sababu mwanadamu mwenyewe ndio ameipa nafasi hiyo. Na tunapaswa kujua kwamba fursa kubwa katika kizazi chetu haipo katika kushindana na mashine, bali ipo katika kuwa binadamu bora zaidi kuliko awali. Mashine zinaweza kufuata maelekezo, zinaweza kuchakata taarifa, lakini haziwezi kuelewa maana ya maisha. Haziwezi kuhisi, haziwezi kuunganisha watu, na wala hazina ile hisia ya ndani ya kibinadamu. Kwa hiyo, kuwa binadamu ni kuwa na uwezo wa kusikiliza wengine kwa makini, kuelewa hisia zao, nia zao na mahitaji yao, hata pale ambapo hayajawekwa wazi. Na katika siku zijazo, ujuzi wa teknolojia utakuwa ni wa kawaida sana kwa watu wengi, lakini ile akili ya kihisia itakuwa ni adimu. Na watu watakaofanikiwa na ambao wataweza kuwa viongozi ni wale wanaoweza kusikiliza kwa moyo, kuwasiliana kwa weledi na kutatua migogoro kwa utulivu. Kwa hiyo mpendwa, katika dunia iliyojaa mashine zenye akili bandia ama dunia ya kidijitali, nguvu ya kweli itaendelea kuwa mikononi mwa wale wanaobaki kuwa binadamu wa kweli, wenye huruma, uelewa na uwezo wa kutambua hisia za wengine. Hapo ndipo mafanikio ya kweli yalipo. Kumbuka, kadiri dunia inavyozidi kuwa ya kidijitali, ndivyo ubinadamu wako unavyokuwa na thamani zaidi. You are a brand, own your value.